Nachukua fursa hii kwanza kuwasalimu zangu waandishi wa habari, kuwapongeza wale ambao wamesafiri kutoka bara kuja hapa visiwa vya Zanzibar kwa ajili ya kushuhudia mchezo mkubwa kabisa, lakini wale ambao kutoka sehemu mbalimbali kutenga muda wao kuja hapa mbali duniani, na Watanzania wanaopenda ligi kuu ya NBC kwa wao. Kazi yangu ya kwanza ambayo nimepewa na kaimu afisa habari wa bodi ya ligi ni kumkaribisha Thabiti Zakaria, kwa sababu kikanuni sisi ndio wenyeji wa mchezo. Kwa nitekeleze hilo tunao kukaribisha. Karibu sana Zanzibar, karibu New Amani Complex. Yaliyopita yatapita. Sasa tunaganga na jana. Nimetoka kuwasikiliza hapa makocha wa timu zote mbili, lakini hususan nizungumzie timu yangu Young Africans Sports Club. Tumsikia hapa Moli akizungumza mipango ya kiufundi, akijibu vizuri maswali ambayo nimeuliza ya kiufundi, kimbinu kuelekea mchezo wa kesho. Lakini nimepata kumsikia one of the best left back kwenye nchi yetu, Mohamed Hussein Zimbwe, akieleza pia upande wa wachezaji mpango iko vipi kuelekea mchezo wa kesho. Na hii ni fursa yangu sasa kuzungumza na wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Young Africans. Kwanza ni swali limeulizwa hapa kwamba msimu uliopita kuna makombe tumeyapoteza, msimu huu unakuaje na nini? Ni sahihi kwa nyinyi waandishi wa habari kuwa na hizo discussion, lakini kwa sisi wanayanga sio muda sahihi wa kuanza kujadili mjadala ya hiyo. Huu ni muda wa Young Africans Sports Club kupambana kuhakikisha tunaomaliza msimu wa 25-26 kibingwa, na ili waweze kumaliza msimu kidogo ni lazima tumalize msimu tukiwa na taji la ligi kuu ya NBC. Mpaka sasa hivi ninazungumza na nyinyi, ubingwa huu pia uko kwenye mikono yetu. Ni sisi tufanye makosa ndio ubingwa huu uondoke kwenye mikono yetu. Huu ni mikono yetu kwa sababu sisi kama mabingwa watetezi, lakini la pili ndio vinara kwa ligi mpaka sasa kwa tofauti ya pointi hii. Jukumu la kulinda hizi pointi mbili, jukumu la kulinda Young Africans. Nafahamu baada ya matokeo ya juzi kule CCM Kirumba, kwa kiasi fulani tutakuwa tumeumizwa na hayo matokeo, lakini ndio football. Kwa lile tumedominate kwa miaka mitano, ndio tunajua kuna siku itafika utapoteza. Japo amenijiandaa na ile football, ipo siku itafika utapoteza. Na hiyo siku imefika, ni hatua nusu na fungo la Azam FC. Lakini bado tuna kombe la ligi kuu ya NBC hapa hapa. Kombe muhimu kweli. Tuna historia mbele hapa ya kuweka kuchukua back to back kombe hili mara 5. Si jambo jepesi. Ninatuhitaji kwenye hii michezo mitatu iliyobakia tuwe pamoja, tuweke akili yetu yote kwenye michezo hii mitatu. Na ninasisitiza michezo mitatu tukianza na kesho, sio mchezo mmoja tu wa kesho. Tuweke akili kwenye maandalizi ya michezo yote mitatu iliyobakia. Na michezo hii back to back 24, 27, 30. Tuweke akili yetu hapa. Kuna historia mbele ya kuitafuta. Kwa hiyo mjana mashabiki wa Young Africans, kesho panapojaliwa Mwenyezi Mungu mechi itapigwa saa 10 kamili jioni hapa New Amani Complex. Tayari vingine vimeshatangazwa. Sisi wakati tunasubiri reaction ya wachezaji baada ya kufungwa kule kwanza, na sisi tuwaonyeshe wachezaji reaction yetu kama mashabiki baada ya kupoteza mchezo. Na reaction yetu
ni kuja kwa wingi New Amani Complex, na sio kuja kwa ajili ya kupiga picha, kuja kwa ajili ya kuishangilia timu yetu. Ni mchezo mgumu. Azam wamepata na confidence kidogo hapa baada ya kutushona kwa Mwanza, na jana nimeona clip yao moja wamepost kwenye social media zao, eti wanafanya mazoezi ya kupiga vichwa tu, yaani wanatrain vichwa tu. Akasema tumefikia hapa lakini wana haki hiyo kutamba kwa sababu wamefunga, na sisi ni jukumu letu kwenda kureact kesho, tushinde, tutambe. Kwa hiyo waombe sana wana sana, leo na kesho tutafute ticket tuje kwa wingi New Amani Complex. Bingwa anaonekana kwenye nyakati kama hizi, the way una react baada ya baada ya kupoteza mchezo. Sisi sio timu ya kuweka vichwa chini. Yanga sio wanyonge. Inaweza kutokea ulikwama mara moja, tunatakiwa tuamke na nguvu mara 1000. Kwa nukta hiyo, naamini kabisa idadi ya message ambazo mmenitumia tukishauriana mambo mawili matatu kuhusu mchezo huu itakuwa sambamba na idadi ya tiketi ambazo zitakuliwa kwa ajili ya kuja kusimama nyuma ya wachezaji wetu. Amesema hapa kocha Moli, kila mguso wa mchezaji kesho unahitaji sauti ya mwanayanga. Aidha anazuia, aidha anashambulia. Kila mguso wa mpira wa mchezaji wa Yanga unahitaji sauti ya shabiki jukwani. Hapa hatuna muda wa kuzungumza sio mambo ya fatiki, mambo sio ya ratiba, ndio ishapangwa. Tunatakiwa tuishi kwenye ratiba. Na players wanapokuwa kwenye pitch zinaweza kufika nyakati kabisa wanaochoka, lakini kinachowaongezea motivation ya ziada ni kundi kubwa la mashabiki ambao litashangilia. Mimi hata ile Mwanza washapungua hawa. Sasa tunalani fursa hii sikuja kupatisha washabiki wa Yanga, maana tunapiga magoti kwa Uingereza kuja kushangilia timu. Sana sisi watu na kabisa, yani shabiki sio kumpigia magoti na kumbembeleza kuja kushangilia timu, kwa sababu sisi tunaamini mashabiki wetu ni timu, yani wao wa kwanza kuja kushangilia timu na kucheza na kupiga hizo kelele. Yani kelele sio kitu cha kunyomba mashabiki anayekuja uwanjani. So napoongea hapa naongea mashabiki wa Azam FC kwamba nyinyi mfanye mnajua kama ambacho tumefanya Mwanza, tunakuja kuweka mechi ya kesho, ni mechi ya kurekebisha makosa ya mechi iliyopita. Hii mechi ya ligi kwa tunaangalia mechi ya ligi iliyopita. Mechi ya Mwanza kwa kiasi kikubwa tulikuwa tunarekebisha makosa ya fainali ya kombe la Mapinduzi. Tulicheza fainali tukapungua katika zile kama zilikuwa Mwanza. Ile mechi tunataka uzembe tukaenda kwenye penalty. Yuko kosa kubwa sana. Na unaweza kuelewa kwa sababu mechi ilikuwa na 27 kwenye mechi. So dhidi ya timu ya Yanga kutoka AFCON kwa wachezaji wa 27 wamepungua ikafika kwenye penalty. Lakini tulikwenda Mwanza na sisi tulikuwa na timu yetu mara licha ya kupungua tunashinda ule mchezo na tukawa tunafunga, tunasubiri wasawaziri kufunga lingine. Tunafunga kwa sababu tunafunga lingine. Ile mechi kama tunataka kufunga tena nyingine hata 6. So kwa vile na safari hii tunapiga masuala nyingine kabisa, sasa kutoka kule kitu tena. Basi kama vichwa vinatisha sana. Nimemsikia mwenyewe tunalia kabisa, sijaona kitu sana vichwa. Msikia sana. Nimemsikia nimeona tasumbuza kwa sababu naona kitu sana vichwa. Nimepiga kichwa za tayari. Mbona mzee? Kwa hiyo pale mzee wake. Yeye kama anakuwa mshiriki kwenye mchezo. Na atamwacha mwenyewe. Tumeuliza tu imidi kumbe. Ni bora karibu zote zilitolewa hapa. Kimsingi ni kwamba tunakwenda kwenye mechi muhimu sana kesho. Ni
mechi ya ligi ambayo inakwenda kutuweka hai kwa matumaini ya kuchukua ubingwa. Nimemsikia kakaangu hapa Faruk, sijashatoka hapa, anasema ubingwa uko Yanga na Simba. Hapana, ubingwa bado hata Simba ndio kwetu upo. Kwenye historia ya ligi hii ya Tanzania haya yote yashatokea. Mwaka 2003 Yanga alikuwa anaongoza ligi hii mpaka siku ya mwisho kwa idadi ya pointi kama hizi mpaka siku ya mwisho. Alafu bingwa akaja kwa mtu wa tatu, akaja kwa bingwa. Sisi tu hapa tunashuhudia. So Yanga wanasema kuamini tu wanaongoza ligi, wewe kushinda mechi zao. Na si mechi zetu tunashinda, tunajua tukishinda hii mechi tutakata alama, pointi gap itapungua sana. Na bado kuna mechi zingine mbele mbili. Na kizunguzungu ambacho tukipata hapa kitabisababisha mechi zingine huko endelee kwa ligi. So sisi wala hatuna shida, hatuingii kwenye mechi kwa sababu ya kumecha ratiba au sijui ubingwa na nani ubingwa. Tunaamini kwa wazi na kitu cha msingi sisi ni kushinda mechi zetu, na moja wapo ya mechi hii ya kesho tutaingia uwanjani kutafuta ushindi kuanzia dakika ya kwanza, na kitu kikubwa ambacho tunataka kufanya ni kufanya washabiki wa Yanga wasisimame na wala wasipige kelele. Kaomba hapo wasimame, hawatopiga kelele kwa sababu huu mpira hawatakuwa nao na matukio yote yatakuwa golini kwao kuanzia mpira unaanza, na kwa sababu wao wanasubiri goli, watakuwa na kama watapata goli ni baada ya kwa sisi tunaongoza kama goli mbili ndio watapata bao moja. Mwanzo alikuwa wanashangilia baada ya kupata goli moja, tukao tukifunga wanakaa kimya, wanasubiri ndio shangilia, wanaruka kidogo, hawajapata furaha sana, tunaweka lingine hivyo hivyo. Safari hii itakuwa sio hivyo, tuhakikishe kabisa kwamba watakaa na wakae hadi mpira unaisha, na wakitoka hapo warudi kwao kusema tumekamia, na tutakwenda kukamia kamia sana kiasi kwamba wakose amani, wamalize msimu na masikitiko makubwa sana. Amesema wamedominate kombe la shirikisho la CRDB miaka 5. Sio kweli, hawa jamaa wanatabia kuongeza namba. Hata mara nyingi nilikuwa nikiwaambia kwenye ligi hizo mara 30 wanasema ni za uongo. Hii kombe la shirikisho wamechukua mara 4, sio mara 5, ni mara 4. Wameshajiongezea moja. Ndio hivyo kizo basi wao wanaongeza nyingine. Ndio kuja kushangaa baada ya miaka 5 wanasema wameshinda ubingwa wana siku mfululizo. Na kwa sababu waandishi wao wanakuwa hawatunzi vizuri kumbukumbu au sijui kwaje, basi ndio imepita hiyo. Kwa bwana weka wazi hapo. Nimechukua kombe la shirikisho mara 4, sio mara 5. Mara 4. Sawa. Mkaandika kabisa hiyo mara 4, na baada ya hapa na ligi pia mrekebisha. Mtachukua mara hizo ngapi tunaosema? Sio kweli. Ligi ya bara mtachukua mara hizo, na ligi ya bara haina maisha hayo ambao wenyewe mmezungumza. Tusalisa. Na akiwa kwenye kazi yake ya usemaji au mkuu wa idara ya Azam FC, huyu wa leo huyu Katumwa kabisa. Ukimsikiza Zaka vizuri unajua huyu sio yeye, huyu Katumwa, na aliyekutuma Zaka tunamjua sisi. Kesho tutakuja na hizo akili zote kichwani, wewe na aliyekutuma uzungumze uliyozungumza hapa, tunayachukua kama yako. Lakini la pili, tunazungumza vizuri kuhusu Ibrahim Baka, kwamba wakati Bakari Nondo Mwamnyeto anafanya kosa mechi ya Dodoma aliomba radhi. Vipi Baka? Nikuhakikishie bwana Thabiti Zakaria Zaka za kazi, wewe na hao waliokutuma, Baka amesema radhi anatuomba kesho hapo New Amani Complex. Yeye hana muda wa kwenda kuomba radhi mtandaoni, hana muda wa kuzungumza lolote. Yeye kama kamanda atazungumza kesho hapo New Amani Complex. Kwa hiyo kawape salamu hao waliokuagiza kuhusu hali ya Baka, yuko vizuri na yuko tayari pia kwa ajili ya mchezo wa kesho. Mengine ya kuhusu sisi wana Yanga na nini vizuri umeyasema, na nimefurahi. Umenisaidia kufikisha ujumbe katika lugha nyingine nzuri zaidi ambayo naamini kila mwana Yanga aliyesikia imemuumiza. Ifika hatua sasa Zaka na wewe unakuja unatamba mbele ya Yanga, hii inatuumiza. Kwa hiyo naamini tumechukua hii kama assignment, na sisi kama mashabiki wa Yanga tutakujibu kesho inshallah hapo New Amani Complex. Wataka kuona tukishangilia, utatuona kesho. Wataka kuona Yanga inapambania vipi timu yake, utatuona kesho hapo New Amani Complex. Yote hayo tuachie kama assignment.
tutakwenda kufanya tena. Hizo blabla zingine nazoongea sio muhimu sana kwangu, lakini hii ya Baka ndio imenifurahisha kwa sababu Baka ni askari. Askari hawezi kuomba msamaha kwa raia hata siku moja. Yaani Baka saluti sana. Baka zinamsongeza sana. Hicho ndio kiburi cha askari. Yaani askari lazima una kiburi fulani. Huwezi kupita mbele ya raia unaweza kuomba msamaha. Kwa sababu Mwamnyeto hata Mwamnyeto alikuwa na mechi ya baadaye ya kuomba msamaha na hata kwenye mechi ya watangazaji alifunga. Lakini bado aliomba msamaha kwa sababu Mwamnyeto ni raia. Baka nimempongeza sana kwa kuomba kukataa kuomba msamaha raia, na tutamkaribisha kesho kwa makofi wakati anaingia, na hata kesho tena ikitokea goli lingine afunge pale mwenyewe, sio lazima tu azidiwe nguvu labda maarifa na mtu hata mwenyewe akifunga hauna shida. Funga haraka na goli lako tutashangilia vizuri sana, na tunajua baada ya ile goli pale Mwanza kuna tukio lingine ulifanya halikukamilika, dakika za mwisho pale halikukamilika. Nadhani utakamilisha kesho ikamilishe ile tukio, mechi iwe nzuri zaidi, na afu kataa tena kuomba msamaha, kwa sababu narudia, askari hawezi kuomba msamaha kwa raia hata siku moja. Captain anachokea ile nchi ndio nasema tutajua kesho eti angola watu wengine. Waandishi, kuna mtu anajua Baka anacheza gani? Kopo Sergeant Baka, kwa sababu cheo cha sergeant kama mjui, kuna mtu mmoja kwa Sergeant Samuel Doe alikuwa rais wa Liberia. Alifanya kwa askari kwa sergeant, akafanya mapinduzi. Alifanya mapinduzi akawa rais yeye. Alafu akafuta cheo chochote cha sergeant, akabaki yeye peke yake. Watu wengine wote kutoka hapa chini, kama unafuka basi unafuka ile cheo. Alafu sergeant akabaki peke yake. Hiyo ndio jeuri ya sergeant kwa askari. Kwa hiyo Sergeant Baka, wewe kama Samuel Doe, heshima kubwa sana kwako. Hakuna kuomba msamaha, mechi inaendelea na kesho tena kama vile, alafu mambo yanakuwa mazuri sana. Karibu sana.